Yani unayemuona binadamu yeyote basi ujue yuko kwenye hasara. Ndo asli ya binadamu wote kwenye. Hii kuonyesha kwamba hii dunia usipokuwa makini na ukamwomba Allah kusaidie, utaondoka hali ya kuwa umekhasirika, kwa sababu ni sehemu ambayo mitihani ni mingi. Isipokuwa wale ambao walioamini, hawa hawapo kwenye hasara. Iman hapa inakusudiwa ilmu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana huwezi ukamwamini Allah bila ilmu, la sivyo imani yako itakuwa ni imani ambayo haina uhakika. Imani inayotakikana ni imani ambayo imejengeka kwa yaqini. Hichi chombo ambacho nimeshika, ikiwauliza wote, hakuna mmoja wenu atakhtalifiana na mwenzie. Kila mmoja atasema ni simu, sababu mna ilmu. Vyovyote vitakavyokushawishi kwamba hii sio simu, utonikubalia. Hivi ndio inavyotakiwa kwetu sisi kumwamini Allah. Vyovyote mitihani itakavyokuja, hubanduki juu ya imani yako kwa Allah, na kitakachokufanya ubaki katika msimamo huu ni ilmu. Hapa ni fadhila ya ilmu, kisha baada ya ilmu ikaja amal, kwa kupitia ilmu yao kufanya matendo ambayo matendo yenyewe ni salih, matendo yalikuwa mema. Maana tansik, jinsi ya namna vilivyounganishwa hivi viwili baina ya ilmu na amal. Nini kinachoanza? Elimu. Uwezo ukawa rubani bila kusoma. Niacheni mimi niwarushie ndege. Umesomea wapi? Mimi sijasoma, lakini nikiingia hapo nitajua. Kichando atakayekuruhusu. Inawezekana wewe ukafungwa kamba kwa peko huko kwenye hospitali za wenda wazimu, sababu huna akili. Vipi unataka kufanya jambo huna ilmu nao? Oh, na watu tuwaelea tujua maji. Kiangalia kitoto kile kinaelea, mimi mkubwa mzima nishindwe kuelea pale. Kiingia umezama, sababu kuwa na elimu ya kuogelea.